Na mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa JJ Creative Studio, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi. Anza asubuhi kwa nguvu mpya kwa kuinua jina la Yesu juu ya maisha yako. Yesu akiinuliwa juu, mioyo inaunganishwa, maisha yanabadilika. Ni mimi binti Josefati, nikusihi makinika nami hadi tamati. Piga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Na ikiwa ni Novemba 11, somo linasema patakatifu pa mbinguni. Tunaye kuhani mkuu wa namna hii, aliyeketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha ukuu mbinguni, mhudumu wa patakatifu na wa ile hema ya kweli ambayo Bwana aliiweka, wala si mwanadamu. Waebrania 8 mstari wa 1 na wa 2. Tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba Mungu kwa asubuhi njema. Asante kwa somo hili ambalo umeliandaa kwa ajili yetu wana wako. Tunapoenda kujifunza, Baba, tuongoze kuyashika yale yote ambayo tunapaswa kuyashika na kuyaishi sawa sawa na mapenzi yako. Ni haya machache kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amina. Somo la patakatifu na hukumu ya upelelezi linapaswa lieleweke kikamilifu kwa watu wa Mungu. Wote wanahitaji kujua wenyewe mahali na kazi ya kuhani wao mkuu. Vinginevyo haitawezekana kwao kufanyia mazoezi imani ambayo ni ya muhimu kwa wakati huu, au kujaza nafasi ambayo Mungu amepanga waijaze. Kila mtu ana roho ya kuokoa au kupoteza. Kila mtu ana kesi inayomgoja katika mahakama ya Mungu. Kila mmoja inampasa kukutana na jaji mkuu uso kwa uso. Patakatifu pa mbinguni ndiyo kituo hasa cha kazi ya Kristo kwa ajili ya wanadamu. Anaihusu kila nafsi inayoishi duniani. Anafunua mpango wa ukombozi, pakituleta karibu kabisa na mwisho wa wakati, na pakifunua suala la ushahidi wa pambano kati ya haki na dhambi. Ni suala muhimu sana kuwa wote wajifunze masomo haya na waweze kumjibu kila mtu awaulizaye sababu ya tumaini lililoko ndani yao. Maombezi ya Kristo kwa ajili ya mwanadamu ndani ya patakatifu pa mbinguni ni muhimu sana kwa ajili ya mpango wa wokovu, kama kifo chake msalabani kilivyo muhimu. Kwa kifo chake alianza kazi ile ambayo baada ya ufufuo wake alipaa mbinguni kwenda kuimalizia. Inatupasa kwa imani kuingia ndani ya pazia alimoingia Yesu kwa ajili yetu, mtangulizi wetu. Waebrania 6 mstari wa 20. Mle nuru kutoka kwenye msalaba wa Kalvari inaakisiwa. Mle tunaweza kupata uelewa wa wazi zaidi kuhusu siri za ukombozi. Wokovu wa mwanadamu unatekelezwa kwa gharama isiyokuwa na kikomo ya mbinguni. Kafara iliyotolewa inalingana na madai mapana ya sheria ya Mungu iliyovunjwa. Yesu amefungua njia ya kwenda kwenye kiti cha enzi cha Baba, na kwa njia ya upatanisho wake, shauku ya dhati ya wote wanaokwenda kwake kwa imani inaweza kuwasilishwa kwa Mungu. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Mithali 28 mstari wa 13. Ikiwa wale wanaoficha na kutoa udhuru kwa ajili ya makosa yao wangeona jinsi shetani anavyofurahia kwa ajili yao, jinsi anavyomsuta Kristo na malaika watakatifu kwa sababu ya ufichaji na udhuru wao huo, wangeharakisha kuungama dhambi zao na kuziacha. Kwa njia ya dosari katika tabia zao, shetani anatenda kazi ya kutawala akili yote, na anajua kuwa ikiwa dosari hizi zitaendelea kuwepo, atafaulu. Kwa hiyo
anatafuta daima kuwadanganya wafuasi wa Kristo kwa hila zake mbaya kwamba haiwezekani kwao kushinda. Lakini Yesu anasihi kwa ajili yao kwa njia ya mikono yake iliyojeruhiwa, mwili wake uliochubuliwa, asiwepo mtu anayechukulia kuwa dosari zake hazitibiki. Mungu anatoa imani na neema ili kuzishinda. Tutasoma Pambano Kuu ukurasa wa 403 na ukurasa wa 404. Huu ni mwisho wa somo la Novemba 11, patakatifu pa mbinguni. Tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba Mungu kwa somo hili zuri. Tunajikabidhi mikononi mwako. Baba, yaongoze mapito yetu kuelekea katika ufalme wako. Tunajikabidhi kwako kupitia jina lako Yesu Kristo. Amina. Anakuja.